Naam, assalamu alaikum tena, ikiwa tumeamka mubashara na kumshukuru Mungu kwa kuamka salama. Leo ikiwa ni Septemba 14, 2025. Tunamshukuru Mungu kwa yote ambayo yametokea na tunasema Waislamu alhamdulillah. Naam, ikiwa ni katika sehemu ya kwanza kabisa, baada ya miezi takriban 8-9 hivi kupita toka tutoe I Am The Beautiful Lady. Sasa ikiwa ni sehemu ya kwanza kabisa, penzi la nguva na mvuvi. Anaitwa Johnson. Ni mzaliwa katika nchi ya Bahamas huko bara la Europe. Alikuwa akiishi katika kijiji ambacho kilijishughulisha sana na mambo ya uvuvi. Basi kazi hiyo alirithi kutoka kwa baba yake, maana baba yake alikuwa ni mvuvi toka mdogo. Yani walikuwa ni ukoo ambao unafahamika kwa wavuvi mashuhuri hapo katika hicho kijiji chao. Basi toka akiwa na miaka 7 alijifunza na kupenda sana mambo ya baharini. Alitamani sana kuvua, na alipofikisha umri wa miaka 18, basi baba yake aliweza kumfundisha namna ya kuvua, na alikuwa mvuvi hodari mahususi ambaye alikuwa kila anapoenda kutega alikuwa anapata samaki wengi wazuri ambao alikuwa anauza kujipatia kipato. Hadithi yetu inaanza hivi. Baada ya miaka kama takriban 3-4 mbele bwana Johnson kufanya hiyo, basi katika hiyo biashara alikuwa akiifanya, akawa mzoefu sana, akapendwa na watu wengi katika masoko yake, na alikuwa akileta samaki, basi samaki wote wanaisha kwa wakati. Basi kama unavyojua, kwa watu wote dunia nzima, katika hali ya hewa kuna mabadiliko ya, wanasema, tumesoma geography, wanasema mabadiliko ya nchi, sijui ya hali ya hewa tuseme Kiswahili sasa. So katika ukanda wa bahari waliokuwa wakiishi, huo mwezi tuseme ilikuwa ni wavuvi wengi walikuwa hawaingii sana baharini kutokana kuwa na upepo mkali, mawimbi makubwa, yani kulikuwa kuna zurba tuseme baharini. Basi kama kawa bwana Johnson pamoja na rafiki zake ilikuwa ni watu ambao wanatoka sana kwenda kuvua, na vijana wanapokuwa miaka 20 kwenda mpaka 25-30, kijana ni shupavu, so walikuwa wanajimudu. Lakini ikawa kipindi kama hicho ambacho watu wengi hawaingii baharini, yeye alikuwa akienda pamoja na rafiki zake. Lakini siku moja katika hizo wiki ambazo bahari inachafuka, wenzake wote hawakwenda. Na hiyo siku alikuwa wavuvi wengi waliogopa kwa sababu bahari ilikuwa imechafuka. Lakini bwana Johnson sijui alikuwa anawaza nini, wala haijulikani alikuwa akifikiria nini. Alitoka, ilikuwa ni mida wa saa 3 usiku, na kwenda katika bahari. Lengo lake kubwa lilikuwa ni kwenda kuvua samaki, na hakuwa na lengo lingine lolote. Basi kama unavyojua vijana tunapokuwa wakubwa huwa wanapenda kujitenga, labda nyumbani unakuta anaishi pembeni, nyumba pembeni. Sasa kwa bwana Johnson pia ilikuwa ni hivyo, alikuwa yuko pembeni, ana nyumba yake pembeni katika familia yao. Basi Johnson badala ya kwenda baharini, kwa muda huo bahari ilikuwa imetulia na hakuonekana kama kuna shida yoyote, alienda sehemu za mbali sana ambazo siku zote walikuwa wanavua. Alikuwa peke yake. Basi katika kwenda huko akafika, kaanza kuvua samaki vizuri. Alipata samaki wengi wazuri na wakubwa, lakini siku zote unaambiwa ukilisikia la semwa ujue lipo, au lisemwalo lipo, na kama halipo basi linakuja. Basi bwana Johnson bahari hali ya hewa ikabadilika, ukungu mkali ukaja,
katika kuangalia kushoto kulia, naona mambo yamebadilika. Basi yakaja mawimbi makubwa sana katika hilo eneo. Akajaribu kujikwamua kutoka pale, labda kusogea sehemu nyingine. Mvua kali, radi kali ambazo zikatengeneza mawimbi makubwa na kuja kuchapa mtumbwi wake na kumfunika. Basi kwa asilimia kubwa, kama mnavyojua, utakapokutana na dhoruba baharini, kitu cha kwanza ni kuzama. Basi baada ya kuzama, wazazi hawakujua Bwana Johnson yuko wapi. Wazazi walitafuta kijana wao yuko wapi, kwa sababu toka asubuhi walikuwa hawajamuona. Walijaribu kuuliza baadhi ya marafiki zake, lakini kuna mtu mmoja ambaye hakuwa mvuvi, yeye alikuwa ukanda wa karibu na baharini, alimuona Johnson akiwa anaenda kuvua. Basi Johnson akapigwa na maji. Kisha kama unavyojua, maji yanapokuzidia yanakufanya unazimia, na unapozimia kwenye maji ndio utakunywa maji mengi, na mwisho siku yatakumeza yenyewe, yatakuzamisha, and then baada ya siku 3 yatakuibua juu kama ukiojaliwa na samaki. Basi akawa amezimia Bwana Johnson. Basi hakujua chochote, bali alikaa takriban siku 3 hivi, watu hawajui alipo na yeye hajulikani alipo. Lakini Johnson, kumbuka, alikuwa amezimia. Lakini kwa mbali hivi kama akawa nasikia maji yakifanya shwa. Unajua vile maji yanafoka baharini, hata ziwani maji huwa yana tabia ya kufoka ile kwenda na kurudi. Basi alishtuka takriban kama saa 6:30 usiku hivi, hajui yuko wapi. Akiangalia kushoto anaona ni visiwa tu, yuko kwenye maji, yuko katika kisiwa. Pembeni yake aliona kuna maua mazuri yanamzunguka, ila hakufahamu hapa ni wapi na yuko na nani. Basi akaangalia kushoto kulia, hakuona mtu. Akashtuka, akajiuliza, hapa niko wapi? Nimeletwa na nani? Mbona nimestiriwa? Amewekwa sehemu nzuri. Basi kama unavyojua lazima ukae ushangae, lakini hakuona mtu yoyote. Akajua labda ni baadhi ya watu, labda wavuvi wengine walimuona kipindi hivyo akaokotwa, kwa ikabidi atulie. Lakini baada ya muda mchache kupita, takriban dakika 5-6, akawa kama kapitia usingizi. Anakuja kufumbua macho, anakutana na binti mzuri sana. Akimcheki, ana macho mazuri, ana nywele nyingi, mtoto mashallah. Lakini Johnson akashtuka bado. Basi alikuwa akimwangalia juu, kumshusha mpaka chini. Baada ya kuona si binadamu kamili, bali aliona ana kiuno cha samaki. Siku zote tunasikia hadithi kwamba kuna nguva. Baadhi ya watu wakasema nguva si samaki mtu, si nguva ni mnyama tu anafanana, kwamba naye anazaa na analea. Lakini baadhi ya kamera zimetuonyesha maigizo mbalimbali kwamba kuna watu wanafanana na nguva. Lakini nguva ni hadithi na nguva ni history. Lakini nguva yupo kwa sababu ni moja kati ya viumbe ambao ni maajabu ya Mwenyezi Mungu. Philippines, nguva walionekana. Katika baadhi ya nchi, sehemu nyingi sana walionekana. Basi samaki mtu alishtuka na kutetemeka kwa sababu ya uoga na hofu. Hata kama ungekuwa wewe, cha kwanza huko katika maisha yetu ya kawaida tunaambiwa samaki mtu ni majini. Kwa hiyo ni vitu ambavyo hata kama ningekuwa mimi ningetetemeka mpaka tumbo. Ulishawahi kutetemeka mpaka tumbo? Utumbo wa mama husema utumbo unanicheza. Je, ulishawahi kutetemeka ukasikia utumbo unacheza? Usiombe likukute bala, au uwe ni kitu ambacho hujawahi ona maishani kwako. Basi
Alitetemeka, lakini sauti ya yule mwanamke alimuuliza, unasikia njaa? Hiyo ndio kitu ambacho alimuuliza. Johnson alibaki na mshangao na kushindwa kujibu kwa pale. Akabaki kumshangaa, huyu ni nani? Ikiwa katika sehemu ya kwanza, usikose sehemu ya pili. Kumbuka Bwana Johnson kwao walikuwa wanaanza kuweka matanga kwamba hawajui yuko wapi, na mtu wa mwisho alisema tumeona alikuwa akiingia baharini. Nakumbuka bahari ilikuwa imechafuka. Johnson hajui yuko wapi, kakutana na binti Nguva kwa mara ya kwanza. Je, itakuwaje hapo mbeleni? Atarudi kwao ama ataishi na Nguva? Usikose katika sehemu ya pili. Story by Kimson by Chao. Hello, karibu katika Kim App. So kuna katuni za watoto, kuna katuni za kufundisha, katuni za kuchekesha, katuni za kuelimisha. Katika Kim App utapata movie, utapata vitu mbalimbali. So mimi ni Son na yule ni Kim. So karibu katika app ya Kimson.